Naitwa mchungaji Gabriel Isule, mchungaji wa kanisa la TAGPRC pale Babati, pale mkoani. Ni pia ni askofu wa jimbo la Babati. Sasa sijui kujitambulisha vizuri, ila najua kuhubiri. Yaani hiyo ndio ninayojua. Haleluya. Mimi ni washukuru sana wakurugenzi wa majimbo na pia mgeni maalum kutoka taifa kwa kuweka ili kongamano kwenye jimbo letu la Babati. Kweli, ili muone imani ya kweli, mchukue imani za baba zenu. Kazi ya Roho Mtakatifu ni wewe na Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, nitumie tu maandiko marahisi. Matendo ya Mitume sura ile ya 2. Kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Tunaweza kwenda mpaka wa 5 ili kupata picha. Anasema tuanze wa 2. Kukaja ghafla kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto ulioangalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwa Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya ujumbe huu. Asante kwa sababu ya watumishi wako walioketi mahali hapa wanaohitaji neno lako. Naomba Baba, nitumie kama chombo chako, nianene kutoka kwako, niseme yale ambayo Bwana wewe ungesema katika jina la Yesu. Amen. Huu ni ujazo wa Roho Mtakatifu wakati amezinduliwa duniani. Watu hao wako kwenye siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste ni siku ya mavuno. Ilikuwepo kabla ya Pentekoste. Sisi tunaitwa wa Pentekoste kwa sababu tumejazwa Roho Mtakatifu katika siku ya Pentekoste. Haleluya. Na kanuni ya Pentekoste, ili mtu awe Pentekoste, ili mtu awe ameamini na ni mfuasi wa Pentekoste, namba moja awe amejazwa Roho Mtakatifu. Huyu ni Pentekoste wa kweli. Ukitaka Mungu akuinue, jaa Roho. Ukijaa Roho, vipawa vinakuja. Ukijaa Roho, karama inakuja. Ukijaa Roho, utaanza kuhubiri na taifa. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Bali wewe tunawaona hao wanafunzi. Hao wanafunzi walikuwepo na Yesu miaka mitatu. Na akaenda nao. Hajawaruhusu wawe wahubiri. Wakati mwingine anawatuma kwa muda fulani, watuma nendeni kila kijiji ninachotaja Tanzania kwenda, alafu wanaenda wanatangulia mbele. Sasa ikafika mahali Yesu anaondoka, wakakumbikwa na huzuni kwamba Yesu akiondoka sisi tutakuwa na nani? Huzuni ikawakubika. Huzuni ilipowakubika wakaona hakuna namna, wakasikitika. Tunakumbuka hata Yesu hata Petro alirudi ziwani. Katika kitabu cha Yohana sura ya 21, baada ya kuona Yesu ameondoka, akasema mimi naenda kuvua, na akaondoka kaenda kuvua. Sasa nikushangaze, baada